Kwanza naweza kusema tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupumzika na tumeweza kujirejea vizuri. Kila mchezaji yuko katika hali nzuri na tumeweza kufanya session ya kwanza ya vipimo, nadhani imeenda vizuri, na ndio maana tukajaribu kuanza mazoezi katika siku 1, 2, 3 za kuweza kuweka mili vizuri kwa ajili ya hii tournament ambayo tunaenda kucheza, na vile vile ndani ya tournament kutakuwa na pre-season kwa ajili ya msimu unaokuja. Sisi kama wachezaji tuko tayari kuelekea katika mashindano haya na katika kufanya maandalizi yetu ya msimu unaokuja. Lakini naweza kusema kwamba tuko tayari kwa kuendelea kile ambacho tulichoishia katika msimu uliopita. Nadhani ni muda mchache sana ambao tuko nao kuweza kujiandaa kuelekea katika kufungua msimu unaokuja. Kwa hiyo huu muda mchache tunaenda kutumia vizuri kujiandaa kwa ajili ya kujiandaa kimwili, kifizikali, mental ambao ni akili, ili kila mtu aweze kuwa katika 100% fit kuelekea katika msimu unaokuja. Vipi sura mpya ambazo zimeingia kwenye timu, nadhani itaongeza kitu ambacho tulikuwa tunakosa msimu uliopita? Nadhani viongozi wamefanya kazi nzuri mpaka sasa hivi kuhakikisha kila lilipokuwa linaonekana pengo kuweza kujazia ili kuweza kufikia ile 100% ambayo tulikuwa tunahitaji. Naweza kusema kwamba wamefanya kazi nzuri na sura mpya zimeingia. Tuziombee kwa Mwenyezi Mungu vile ambavyo walivyokuwa wanavifanya na vilivyoonekana, ili mpaka viongozi wakaweza kuwasajili na kuweza kufika hapa, waweze kuendelea kuvifanya na waendelee kuvifanya zaidi, ili hata sisi Simba tuweze kufikia malengo yetu ambayo tumejiwekea katika msimu huu. Ndo mwandamizi kapteni ulobakia kwenye timu sasa hivi, malengo yetu msimu huu ni yapi na tuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi ya msimu uliopita? Malengo ya msimu huu ni malengo makubwa, kwa sababu mwanga tumeshauona katika msimu uliopita, wapi tuliteleza na wapi tunahitaji kufanya vizuri. Kwa hiyo na imani kwamba kuanzia benchi la ufundi, viongozi, sisi kama wachezaji wote tunajua kwamba kuna kitu ambacho tulikikosa msimu uliopita na tulifanya makosa wapi. Kwa hiyo tunarekebisha kipi ili tuweze kuwa bora zaidi. Na imani kwamba katika maandalizi haya na msimu huu kile ambacho tulikifanya na tukakifanya kwa makosa, basi msimu huu tunaenda kukirekebisha tukifanya vizuri zaidi. Tuna mashindano mengi ambayo tunaenda kucheza katika msimu huu, yote tuna malengo nayo. Mashindano yote ambayo tutacheza na mashindano yote ambayo Simba itakuwepo, bali tuna malengo nayo kufika katika hatua za juu zaidi. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutufikisha tena katika msimu huu. Na kama unavyoona tumeripoti hapa uwanja wa ndege, tunajiandaa kwenda Rwanda katika mashindano ya Sekafa. Ni mashindano makubwa na pia ni target yetu pia, ndio maana tumeshiriki mashindano haya. Kwa hiyo target kubwa katika mashindano haya ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema na tutakuwa na mashindano mazuri. Vipi wachezaji, mmerudi katika hali nzuri kwa sababu mapumziko ni ya siku fupi, au ndio kama mnaanza tena mwanzo kuja kujitafuta kwa ajili ya msimu mpya? Wachezaji tumerudi katika hali nzuri kwa sababu tulivyoenda likizo tulikuwa kila mchezaji alituma program na mazoezi. Tumefanya mazoezi ndani ya siku 3 na mazoezi yalikuwa ni mazuri, na kwa mujibu wa fitness coach ni wachezaji walikuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo tunaamini tunaenda ni moja pia ya kujiweka sawa katika mashindano haya. Ni kama pre-season, lakini pia tunahakikisha tufanye vizuri, maana Simba inaposhiriki kila michuano inaposhiriki ni kuhakikisha kuwa inatetea hilo kombe ambalo tunaligombania. Msimu uliopita umefanya vizuri kuwa mmoja wa wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye eneo la kufunga. Tueleze kwako nini ambacho unatamani kuona ukifanya msimu huu ambao utaanza hivi karibuni? Cha kwanza ni kushukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kunijalia pia afya njema na pia kunijalia tena kuwa mmoja wapo katika klabu hii ya Simba, kwa sababu kila mchezaji anatamani kuwa Simba. Kwa hiyo kupata nafasi tena kucheza Simba ni jambo kubwa. Kwa hiyo mimi nachokiomba ni ushirikiano tu kwa wachezaji wenzangu pamoja na benchi la ufundi na mashabiki, watupe support, waje viwanjani kwa wingi kusupport timu yao. Na mimi nitakuwa ni msimu mzuri kwa sababu mwaka jana tumejifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo msimu huu tunarekebisha kule ambapo tulikosea mwaka jana. Sawa, kwako kulikuwa na story nyingi sana Selemani. Unarudi Wydad, unakwenda huku, lakini hii leo kila kitu kimewekwa wazi. Ni mchezaji tena wa Simba kwa msimu mmoja mbele. Tueleze ilikuwaje na nini ambacho kilikamilika hapo mwisho? Cha kwanza
Ni kweli kwa sababu nina mkataba na Wydad, lakini msimu huu ambao nilikopo Simba nilifanya vizuri, na kwa mujibu wa klabu yangu Wydad walikuwa wanataka tena niendelee nirejee tena, lakini kutokana na opportunity ambayo klabu ya Simba niliipa kwa mara nyingine na walikuwa wana uhitaji na mimi pia, kwa hiyo ikawa rahisi tena mimi kubakia kusalia katika msimu unaofuatia. Haya maneno si unakwenda huko alikuwa kweli? Ni mitandao, lakini ukweli ni baina ya timu mbili, Simba na Selemani na Simba na Wydad, ndio kuna ukweli ambao anajua Sela msimu atacheza timu gani. Ligi kuu ya NBC msimu uliopita mabao 8, msimu huu tutarajie nini? Mabao 9. Ligi kuu ya NBC msimu uliopita mabao 9. Tutarajie nini msimu? Kikubwa unajua nilivyotoka Fontaine nilikuwa na goli 6, nikaenda Morocco, nikarudi Tanzania tena nikawa na goli 9. Kwa hiyo ni mwaka jana nilikuwa goli 6, nimevunja rekodi ambayo nilijiwekea goli 6, nimeweka goli 9. Kwa hiyo msimu unaofuatia goli 9 nataka nivunje tena rekodi nyingine ya goli 9, niweke goli nyingine tena. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.